Leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, usipopeleka mwanao shule unashtakiwa, lakini mtoto akipata kazi wewe hakutumii hela, huwezi kumshtaki Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaomba Wizara ya Elimu na Wizara ya Ustawi wa Jamii watuletee sheria hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, ili mzazi anaposomesha mtoto wake, anapomwomba pesa au anapopiga simu watoto wapokee. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sheria hiyo iletwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli najua, lakini iwe na iwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunahangaika kweli majimboni. Mheshimiwa Mwenyekiti, wazee wanakwenda tasafu, mtoto yuko Dar es Salaam ana maisha mazuri, kila siku unasikia na birthday. Mzazi aliyetumia ng'ombe nyingi sana kumsomesha mtoto anateseka. Haruhusiwi kwenda polisi kwenda kulalamika, haruhusiwi kwenda dawati la jamii, haiwezekani. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, lete huo mswada. Mbona wewe wanapofika form 6 wewe unawakopesha, unawekea na riba, wanapopata kazi unawakata? Mimi mzazi nakosa gani kumdai mwanangu? Kwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti, wazazi tujiandae kutoa radhi? Kwa nini mimi nijiandae kulalamika na kutoa radhi? Kwa nini serikali isitusaidie? Mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa. Kwa nini tuwe tunalalamika? Nitamlani mwanangu, nitatoa. Kwa nini nitoe radhi? Mwanangu nimemsomesha, nimemtunza. Kwa nini nijiandae kuja kutoa radhi baada ya serikali kunisaidia sheria ndogo, ili mtoto asipopokea simu hakutoa pesa, mimi niende polisi ili apate polisi order nitumie pesa? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa zoezi hili serikali wameanza wao wenyewe, ruhusu na wazazi, ili mtu naposomesha shule, Mheshimiwa Mwenyekiti, nijue na mimi kwamba nina investi, kuliko sasa hivi naambiwa tu kwamba elimu unamwachia ulisi wa kwako wewe. Sasa ulisi gani huo Mheshimiwa Mwenyekiti? Huyu amepata maendeleo yake, wewe unabaki unazubaki jijini, hauna chochote. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, maneno haya tunaongea kama mzaha, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wazee kule vijijini wana shida nyingi sana. Asante sana Profesa Kishimba kwa mchango wako.